Kipindi ambacho dunia inashuhudia uvamizi mkubwa ambao umefanyika na Marekani pamoja na Israel kunako nchi ya Iran, mambo mengi yameanza kuzungumzwa, kubwa namna ambavyo dunia itakwenda kuathirika zaidi na haya machafuko ambayo sasa hivi yanaendelea pale nchini Iran. Jina langu ni Fungameza Junior, lakini nipo hapa na mtaalamu wa masuala mazima ya kidiplomasia na siasa mbalimbali za kimataifa, Hassan Hosea, kuja kujaribu kuweka taswira ni nini ambacho dunia huenda kikaenda kukumbana nacho mara baada ya haya machafuko ambayo sasa hivi yanaendelea nchini Iran. Hassan, nadhani mgogoro umeufuatilia ambao sasa hivi unaendelea kati ya Marekani pamoja na taifa la Iran, ambapo Marekani yeye ameungana pamoja na Israel kwenda kuivamia Iran. Mambo yamekuwa mengi, kila mtu amekuwa akizungumza kupitia mtandao mbalimbali ya kijamii na watu wataalamu mbalimbali wa kidiplomasia wakizungumza namna ambavyo dunia inakwenda shimoni. Kwa kweli umeutazama ni mgogoro ambao utakwenda kuathiri dunia kwa kiasi gani? Kwanza ni mgogoro ambao tunatarajia kwamba utakwenda kuathiri dunia kwa kiasi kikubwa, ni hususa katika mataifa ya kusini mwa dunia, ambapo tunazungumzia hasa ni katika bara letu la Afrika, kwa sababu ndo pekee naweza nikasema bara ambalo lina mataifa mengi ambayo hayajaendelea, developing country. Hakuna developed country katika bara letu la Afrika. So ni baadhi ya mataifa ambayo tunamiliki mataifa ambayo hayana reserve ya kutunza mafuta. Lakini pia katika hayo mataifa ambayo tunamiliki ni mataifa ambayo yanategemea malighafi nyingi kutoka katika mataifa ya Ulaya, na miongoni mwa mataifa kutoka Ulaya ni hizo Marekani, kutoka huko ughaibuni ni Marekani hizo, lakini pia kwa upande mwingine katika bara la Amerika ni hao Marekani wenyewe, tukiwa tunategemea vitu kutoka kwao. Mgogoro huu unakwenda kuchagiza kitu kikubwa sana ambacho ni mfumuko wa bei, inflations. Katika ulimwengu wa sasa mafuta ni kila kitu, kwa sababu tunapozungumzia usafiri na usafirishaji, yani ya transport and transportation, tunategemea mafuta kwa kiasi kikubwa, iwe ni kwenye ndege, iwe ni kwenye mabasi, iwe ni kwenye vyombo vyote ambavyo vinatembea. Tunategemea kuona mafuta yakiwa yanachukua nafasi kubwa sana katika hivi vyombo vya usafirishaji, na katika hivi vyombo vya usafirishaji ndivyo vinavyotumika katika kusafirisha malighafi zetu. Kwa maana kwamba moja, tayari tunaona katika kusafirisha mazao kutoka hapa Tanzania na kupeleka nje ya mipaka ya Tanzania, lakini pia kutoa mazao kutoka katika nchi za nje ya Tanzania kuleta Tanzania, itakuwa ni gharama kwa sababu mafuta yameshapanda bei. Kwa maana kwamba mataifa yatakwenda kuathirika katika mfumo kwanza wa usafirishaji, kwa sababu tutakuwa tayari tunashuhudia kwamba hakuna kusafirisha kwa sababu mafuta hakuna. Lakini pia katika mfumo wa uzalishaji tunafahamu Fungameza, katika mataifa yetu ambayo hayajaendelea, lakini pia hata yaliyoendelea ambayo yanategemea katika kilimo, tunategemea dhana kama vile mashine ambazo ni combines, power tiller, tractors, ambazo ndo katika kilimo cha kisasa tunatumia. Hebu imagine leo katika kile kilimo cha kisasa hakuna mafuta ya zile mashine kufanya kazi. Kwa hiyo tunaona katika uzalishaji kwenye kilimo tayari tunakwenda kukwama. Kama tunakwenda kukwama katika uzalishaji kwenye kilimo kwa sababu tutakosa tractor, means hatuwezi kuzalisha kilimo kwa ajili ya biashara. Tutazalisha kwa jembe la mkono sasa, ambapo katika jembe la mkono ambayo tunaita ni peasant agriculture, kulima kwa ajili ya chakula tu, tunaenda kuona kwamba tutashindwa kunufaika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wanadamu wanatumia nishati na kuna wakati wanachoka, tofauti na mashine. Mashine zinazalisha mara kwa mara na zinazalisha sana. Kwa hiyo tunaona kwamba tunaikaribisha njaa na maisha kuwa ya gharama zaidi kwa kutokana na hii vita ambayo itakwenda kutokea kwa kutokana na kukosekana kwa mafuta. Ni mashuhuda, vita vya Urusi na Ukraine vilikuja vikatuathiri. Mpaka sasa hivi bado maisha yetu ni ya gharama. Wewe ni shahidi pia. Mpaka sasa hivi maisha yetu ni ya gharama. Tulikuwa kwenye nauli shilingi 400. Sasa hivi hakuna kituo, kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine hamna 400, ni kuanzia 500 na kuendelea. Kwa hiyo tunaona kwamba sio tu inawaathiri wao katika kuharibu miundombinu yao, lakini pia hata sisi, kwa sababu miongoni mwa malango makuu ya kupitisha vyombo vya usafiri vya majini, yani usafiri wa majini ambao unatumika kupitisha mafuta ni Iran, ambapo anasema hata hapo katika maandiko yao wamekuwa wakizungumza kwamba watafunga lile eneo kwa ajili ya kuepusha nini, kuepusha vyombo vile kupata dhoruba katika mashambulizi yao. Na tumeshuhudia pia vita hivi vimekwenda kuathiri katika upande mwingine, ukiachana na mafuta kuna upande mwingine wa kusafiri pia. Usafiri na usafirishaji, watu wameshindwa kufanya shughuli zao za kijamii. Watu wameshindwa kusafiri, mashirika ya ndege tofauti tofauti yameingia hasara, kwa sababu zile trip ambazo zingetakiwa kufanyika ili wapate pesa, hawapati pesa tena.
Kwa maana kwamba tunaona yule ambaye alikuwa anaenda kufungasha mzigo Dubai na kuleta Tanzania hawezi kuleta, ambaye alikuwa anaenda kufungasha Dubai na kupeleka Kenya hawezi kupeleka. Kwa hiyo tunaona kwamba katika uchumi mataifa ambayo yanakwenda kuathirika ni yale mataifa ambayo hayajiwezi sana, lakini hata yale mataifa makubwa yataathirika, ila sio sana kama mataifa ya chini. Sasa umezungumza vizuri kwamba dunia itakwenda kushuhudia mfumuko wa bei kutokana na mafuta, na ukijaribu kuangalia kwa nambari kubwa watu wengi wamekuwa wakitumia mafuta kwenye sekta zote za uzalishaji. Ukijaribu hakuna sekta yote ya uzalishaji ambayo haihusishi mafuta, hususan hapa nchini Tanzania. Sasa tayari inaonekana hali inaendelea kwa mbaya, na tayari statement ishatoka kwamba mafuta yameshaanza kupanda kwa kiasi kikubwa mara baada tu ya vita takriban siku 2 siku 3 ambazo sasa hivi inaendelea. Unadhani sasa mataifa haya ambayo yamekuwa tunasema kwa mataifa ambayo yanaendelea yanapaswa kufanya nini ili kuhakikisha wanajaribu kuminimize ile changamoto ambayo inaenda kutokea sasa hivi, kwa sababu tayari viashiria hiyo changamoto vishaonekana? Kwanza katika hivi vita vina interest tofauti tofauti, ambapo kwanza katika hii vita ya Marekani na Irani kuna mtu mwingine anaitwa Israel. Lakini pia katika hayo mataifa yote kila mtu ana washirika wake. Kwa maana kwamba mshirika wa Irani hatukubali Irani apigwe. Mshirika wa Israel na Marekani hatukubali kuona Marekani na Israel wanashindwa katika hii vita. Kwa maana kwamba tayari kuna kitu kingine ambacho kinakwenda kurise ambacho kinaweza kikaleta vita ya 3 ya dunia. Tukiwa tunaangalia kwa upande wa mwingine, upande wa pili, hii vita inabeba taswira nyingine ya vita ya kidini. Kwa sababu kuna baadhi ya viongozi ambao wanaendesha Irani inaendeshwa kwa imani za dini za Kiislamu, na hata uongozi wake umekaa hivyo katika mfumo huu. Kwa maana kwamba tayari tunaona kabisa kuna masuala mengine yanahusishwa, masuala ya Wayahudi, Waislamu na vitu gani. Uongozi kwanza wanaoita uongozi wa Kiislamu. Kwa maana kwamba tayari kuna vita nyingine ya kidini. Vita nyingine ya kidini ni vita ambayo inakwenda kuchochea vita ya dunia. Katika maandiko ya vitabu huko vya dini ya Kiislamu na Kikristo viliandikwa hivi vitu vitakuja kutokea. Na katika hayo ambayo yaliandikwa kama yatakuja kutokea, pengine wengine wanakadiria kwamba kuonekana ni mambo ambayo ni sasa ndo wakati sahihi wa kwenda kutokea, kwa sababu taifa lengwa katika hivyo vitabu ilikuwa ni Israel. Kwenda kutamalaki huko kwenye upande wa. So kwa upande huo unaweza nikasema kitu kimoja tu kwamba tunaikaribia pia vita ya dunia. Na vita ya dunia inakwenda kugusa kila uchumi wa kila mtu. Tunakumbuka wakati tunasoma history kuna kitu tulikuwa tunaita ile economic collapse, world economic collapse. Nadhani ni anguko la uchumi, crisis, economic crisis, si ndio? Kwa maana kwamba katika anguko la uchumi la dunia lililotokea lilisababishwa na vita za dunia. Kwa maana kwamba tunategemea sasa kuona kwamba kama hii vita inahusisha Irani, Marekani na Israel. Irani ana washirika wake, Israel ana washirika wake, Marekani ana washirika wake. Tunategemea kwamba kuona hii vita kama itaendelea itakwenda kuexpand, kwa sababu washirika watakuwa wakihusika katika kusaidizana ili mmoja wao asishindwe. Mfano, katika baadhi ya mifano iliyo hai ni Iran, Russia na China. Wanajeshi wake wamekuwa wakishiriki mazoezi ya pamoja katika maeneo ya bahari. Kwa maana kwamba jeshi la wanamaji la Iran linashirikiana na jeshi la wanamaji la Urusi na China katika kufanya mazoezi. Kwa maana kwamba unaona kabisa ni watu ambao wana ushirikiano katika wa kijeshi. China ni taifa ambalo linamiliki nuclear na silaha kubwa sana. Russia ni miongoni mwa mataifa ambayo yanamiliki silaha nzito za kuweza kupambana katika viwanja vya vita. Kwa maana kwamba tunakwenda kushuhudia kwamba kama hawa kwa sababu kama wanashirikiana kijeshi means ni washirika. Kama nao watakwenda kutia mkono wao, tunategemea kuona vita kubwa ambayo inakwenda kuonekana. Na kama vita kubwa inakwenda kutokea, tunategemea pia anguko la kiuchumi la dunia. Anguko la kiuchumi la dunia linakwenda kuathiri kila mmoja katika hii dunia, anayepigana na asiyepigana, kwa sababu tutakapoona baadhi ya resources zikitoweka, kwa mfano kama madini. Kuna madini ambayo yanapatikana Greenland ambayo yanatumika katika kutengeneza simu. Kuna madini ambayo yanapatikana China. Vita vikiwepo, hakuna wa kuvuna madini na kuyachakata, mwisho wa siku hatutopata simu, hatutopata pia zile chips, zile line. Kwa sababu zile line pia katika chips zile wanatengeneza kwa kutumia hayo madini na yanapatikana simu. Kwa hiyo tutaona kwamba tutapoteza vitu vingi ambavyo sasa hivi ni msaada kwetu, tunaamini kwamba vinaturahisishia maisha. Sasa umezungumza vizuri. Nini sasa tunapaswa kukifanya, kwa sababu kama ilivyoada kwamba tayari hali inaonekana sio nzuri. Sisi kama taifa, sisi kama Tanzania, kipi hasa ambapo tunatakiwa kukifanya ili kuhakikisha tunaweza kumaintain hii situation ambayo tunaenda kuikabili hivi punde? Sisi kama Tanzania sina hakika kama tunaweza tukakwepa hii dhoruba.
kwa sababu moja, sisi hatuna reserve za mafuta. Sisi sina hakika kama tunaweza tukawa na reserve ya chakula ambacho kimezalishwa tunaweza tukaenda hata kwa miaka 5-10. Sina hakika ya hiyo. Kwa maana kwamba kama tunaweza tukawa hatuna reserve ya kuhifadhi vyakula, mafuta, kwa maana kwamba tunaona kwamba ni wahanga wa moja kwa moja haya matatizo, kwa sababu sisi ni tegemezi katika yale mataifa yaliyoendelea, ikiwemo mataifa ambayo yanatupatia sisi mafuta. Sisi tungekuwa tunachimba mafuta tungesema kweli. Lakini sisi vitu ambavyo tunavipata ni gesi. Sisi tunachimba gesi. Lakini katika uchimbaji wetu gesi hatuna teknolojia moja kwa moja ambayo inatupa sisi uhakika wa kwamba sasa sisi tuna uwezo wa kuzalisha gesi ya kuweza kutusababisha sisi tu survive kwa kipindi kirefu. So kwa upande wetu sisi Tanzania hatuna namna yoyote ya kukwepa hili dhoari zaidi ya kwamba kuanzia sasa hivi hapa itakaposemwa tu kwamba na hivyo statement hapa kama kwa mujibu wa taarifa kwamba mfumuko wa bei wa mafuta umeshaanza kutokea. Tutegemee tu kuona kwamba maisha yetu yatakuwa ni ghali, na kwa sababu sisi ni taifa ambalo linaendelea bado ni tegemezi, tutegemee kuona tunategemea, ila lipo jambo moja. Huu ndo wakati wa viongozi wa Afrika kuamka na kukumbuka kwamba tungekuwa kitu kimoja sasa hivi tusingekuwa tunawaza kumtegemea mtu. Tungekuwa tunategemea, lakini si kwa kiasi hicho cha kufikia kuathirika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu la ukama tungekuwa tunashirikiana na watu kama mfano wanaitwa Libya. Tungekuwa Afrika ni kitu kimoja. Libya wana mafuta. Katika baadhi ya nchi za Kiarabu hapa Afrika zinazalisha mafuta. Means tungeweza kusema kwamba Afrika nayo tuna reserve yetu ya mafuta, lakini pia tunazalisha mafuta. Kwa maana kwamba tungeweza kupata nini? Tungeweza kuwa angalau na ahueni kwa sababu tunashirikiana kama Afrika. Ila kwa Tanzania, kwa hili karika linalokuja la mfumuko wa bei, maisha ya gharama, hatuna namna ya kuepuka. Lazima tukubaliana nalo kwa sababu sisi ni tegemezi. Asante sana kwa kutufuatilia. Hii ni Kasako Media. Nilikuwa hapa na Alson Sea, alijaribu kutanabaisha nini ambacho dunia wanakwenda kukutana nacho hivi punde mara baada ya huu mgogoro ambao unaendelea Mashariki ya Kati kati ya Iran pamoja na Marekani na Israel. Langu jina ni Fungameza Junior, mpaka wakati mwingine. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.